guys, my name is Doreen. Nimeamua kujiunga katika hii medium ya YouTube kwa sababu ya kutoa elimu mbalimbali na kadhalika. Okay. Leo nilikuwa natamani kuelezea ukatili wa kijinsia kwa sababu ni kitu ambacho ni mwendelezo, ni vitu ambavyo watu wengi wanapata. Kwenye huu ulimwengu ukatili wa kijinsia umeshika hatamu sana, na watu wengi wanakumbana na mambo ya ukatili wa kijinsia kwa rika lote, wazee, watoto, wanawake kwa wanaume. Kwa kwanza nilitamani tutambue kwanza nini maana ya ukatili wa kijinsia. Ukatili wa kijinsia ni kitendo chochote kinachomuumiza mtu, umeona, kinachotisha au kinachomnyima mtu uhuru. Hiyo ndo maana ya ukatili wa kijinsia. Na hiyo ni maana kwanza. Ila tumeshaelewa maana ya ukatili wa kijinsia, tutaenda kufahamu aina za ukatili wa kijinsia, na pia tutaenda kufahamu athari gani anazozipata mtu baada ya kufanywa aina hiyo yoyote ya ukatili wa kijinsia. Na ni baada ya kufahamu athari, je, ni sehemu gani ya kupata msaada wa hilo tukio alilofanyiwa la ukatili wa kijinsia. Na mwisho kabisa tutaenda kutambua hatua zipi zitakazotokomeza hili tatizo la ukatili wa kijinsia. Kwa baada ya kuelewa maana ya ukatili wa kijinsia, nilikuwa natamani kuwaeleza tu aina za ukatili wa kijinsia, maana nipo kwenye introduction. Kuna aina mbalimbali za ukatili wa kijinsia, lakini ambazo naenda kuwaeleza, kuna ukatili wa kingono. Mtu anaweza kufanywa ukatili wa kingono kwa kufosiwa, maybe kufanya ngono kwa sababu ya kupata kitu fulani, pengine jikazi. Mwingine anaenda kuomba kazi sehemu fulani, anaambiwa alale na bosi ndo apate kazi. Hawezi kupata kazi kihalali mpaka halale na bosi. Hiyo ni ukatili wa kijinsia kwa sababu mtu anafanya kitu bila ridhaa yake. Kuna ukatili wa kiuchumi, kuna ukatili wa kisaikolojia, kuna ukatili wa kimwili. Kwa mfano kwenye kimwili, kuna baadhi ya wanaume wanakuwa na mambo ya ovyo sana. Mtu tu anamshika mtu tako, those kind of gestures, unamfanyia mtu ukatili wa kimwili. Kwa hiyo, kwa hii introduction ya masuala ya ukatili wa kijinsia, nimeona tu leo niji hapa mbele zenu nijitambulishe. Mimi ni afisa maendeleo stay wa jamii, naitwa Doreen Chilagwina. Nina deal na mambo ya community in general, na ninapenda kutetea haki za binadamu yoyote yule ambaye anafanyiwa kitendo chochote kibaya. Ninapenda kutetea haki za binadamu, maana kuna watu wengine wanakosa haki zao na hawajui haki zao kutokana na kwamba hawaelewi ni wapi pa kukimbilia, ni wapi pa kupaza sauti zao. Sasa mimi niko hapa kwa ajili ya kutoa elimu na kuonyesha watu ambao hawatambui ni wapi wakipata madhara ya ukatili wa kijinsia, ni wapi wanapopaswa kufanyaje, kwenda kutoa ripoti na hivyo yani. Kwa hiyo naamini kwamba mtaenda kunipa support yenu, mta subscribe kwenye my YouTube channel, mta like na pia mta view. Karibuni sana kwa next episode, na wapenda sana. Mungu awabariki.